Ubaya. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa siku njema leo, kwa kuwa kwa rehema zake ametuwezesha wote kuwa mahali hapa tukiwa wazima wa afya. Pili, napenda kuchukua nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweka mazingira mazuri, kwanza kwa uongozi wake na mazingira mazuri katika sekta yetu ya michezo. Ikiongozwa na rais wao mwenyekiti wetu wa klabu ambaye ni Murtaza Mangungu na wajumbe wote wa bodi kwa kuhakikisha mkoko ulivyotangaza mpaka pale alipopatikana mshindi ambaye ndio kiukweli. Katika hili Simba wameonyesha mstari kubwa. Mchakato ulivyoanza mpaka ulivyoisha ulikuwa uko very transparent. Ameeleza mwenyekiti wa Temba jinsi mchakato ulivyokuwa, na hizi figa mnazoziona hapo mbele zilipishana kidogo sana na yeye alikuwa na mbili. So mnaweza mkaona jinsi gani competition ilikuwa kubwa. Ndugu wa Simba na waandishi wa habari, mnaona hapo mbele kwa majina naitwa CPA Joseph Wagasira, mkurugenzi mtendaji na mwanzilishi wa kampuni ya Jerut Investment Research Limited. CEO aliweza kutaja niambatana nao. Kwa mara ya pili napenda kumtambulisha mkurugenzi wa uwekezaji wa Jerut Investment Research Limited, ndugu Israel Wilson Mwebavile. Pia ningependa kumtambulisha kipekee mkuu wetu wa idara ya sheria ndugu Dennis Christopher Msiga, pamoja na wanajeruhi wote ambao mko hapa. Kiukweli ilikuwa ni kazi ya kutolala usiku na mchana, kwa sababu baada tu ya kusaini ile mkataba tarehe 10, basi ilikuwa ni kukimbizana huku na kule kuhakikisha tunaleta kilicho bora katika klabu yetu ya Simba Sports Club. Najua wengi mtakuwa na shauku kutaka kujua ndani ya huu mkataba kuna kitu gani ambacho Simba Sports Club tutaenda kunufaika nacho. Kwa kifupi, niliweza kutaja baadhi ya faida ambazo zinapatikana katika mkataba wetu huu wa miaka 5. Mkataba wa kubuni, kudesign, kutengeneza na kusambaza vifaa vyote vya michezo vya Simba Sports Club. Kama nilivyoeleza mwenyekiti wa Temba Committee Dr. Muda kwamba kwa mwaka wa kwanza tuliweza kubidi 5.6 billion, na katika hiyo 5.6 billion kuna hard cash ambayo tunalipa straight to the club, na vile vile kuna fedha ambazo zinakuwa generated out of other benefits. Kwa zote zina total amount of 5.6 billion, ambapo fedha hiyo itakuwa inaongezeka kila mwaka for 10%. Kwa hiyo ukikokotoa nadhani tutafika katika amount ya 38 billion katika miaka 5.
Ndugu wana Simba, kiasi ambacho tumetana ni kiasi ambacho tumezingatia mambo mengi ambayo kama klabu inahitaji kwa wakati huu na wakati ambao tunaoendea. Na nipende kuhakikishia katika hii amount J-Root Investment, kabla hata tujaanza kufanya jambo lolote, tayari tumeshaweka 30% ya hii amount mwaka wa kwanza. Ndugu wana Simba na waandishi wa habari, miongoni mwa faida ambazo zitapatikana kwenye huu mkataba zipo nyingi, ila tukiweka zile ambazo kama J-Root na Simba tumeingia makubaliano ya kuhakikisha kwamba tunaenda kutekeleza ni kama yafuatayo. Jambo la kwanza, tunafahamu Simba Sports Club ni klabu kubwa sana, na sisi tumesema tutakuja kuleta mabadiliko na kuongeza thamani ya mchezo katika nchi yetu. Tukasema kumekuwa na jambo kubwa ambalo wana Simba wanahitaji kama klabu, na sisi kama J-Root tutaenda kulitekeleza. Jambo la kwanza, tutaenda kujenga uwanja mkubwa wa mpira. Tutajenga uwanja ambao utaweza kuchukua mashabiki takriban 10,000 mpaka 12,000. Na kulingana na kandarasi ya mkataba tumekubaliana kwamba Simba Sports Club tuna eneo ambalo liko Bunju, na tutaenda kujenga uwanja huu katika eneo lile la Bunju. Ila kama watakuja na mapendekezo mengine, basi tutafuata hayo mapendekezo yao. Lakini tumesema with immediate effect, tunapoanza msimu mpya, basi na sisi tutaanza utaratibu huo wa kuanza kuweka maandalizi ya ujenzi wa uwanja huo. Ndugu wana Simba na waandishi wa habari, benefit nyingine ambayo tuliweza kuahidi kwenye mkataba ni kwamba Simba ni klabu kubwa, tunafahamu wako na basi yetu kubwa, lakini tukasema tunahitaji kuwa na basi ambayo kiukweli itaendana na hadhi ya Simba. Kwa sababu tunafahamu kwa sasa Simba iko namba 4 kiubora Afrika. Tunataka timu yetu ilingane na timu nyingine zenye ukubwa huo duniani. Kwa hiyo sisi kama J-Root Investment tumecommit kwamba tutanunua basi, na si basi tu, basi lile basi linalofahamika kwa jina la Iliza. Kila kitu kiko sawa na tulikubaliana kabla muda mfupi tu hiyo basi nitaiona. Na jambo lingine ambalo tulikubaliana kwamba Simba ni klabu kubwa, na kama klabu kubwa inahitaji kufanyia mambo mengi. Tukaangalia upande wa media, timu ya media inahitaji sana, lakini tukasema tutaenda kujenga production media kubwa ambayo itakuwa na hadhi kama timu nyingine, ile ambayo nikitaka leo hii kufanya interview labda na Hazan au labda tena GSTV, sina haja ya kwenda huko. Kinachofanyika tu ni kusynchronize na kuonekana wote tuko eneo moja. Kwa hiyo tutafanya biashara na tumeshaanza utaratibu, na nadhani tuenda single tunaona haya mambo yanaenda kufanyika. Simba Sports Club ni timu kubwa, ni timu ambayo ukiacha makao yetu makuu ambayo yalikuwa pale eneo la Msimbazi, kwa sasa kuna ofisi ambao wapo, lakini sisi tukasema tutafanya utaratibu wa kuweza kutengeneza eneo letu la kudumu, na tutajenga ofisi mpya Simba Sports Club kama makao kwa ajili ya ofisi na tunafahamu Simba inafanya mambo mengi sana katika kukuza michezo. Inazingatia vipaji vya vijana,
sisi kama Jeriki tujaliona ile tukasema kila mwaka tutafanya program na hii tutatoa fedha kesh katika kusaidia youth development ili kuweza kuja vipaji vingi vya vijana wetu waweze kuimprove na ikiwezekana waweze kupata nafasi katika timu za juu. Kwa hiyo tumesema kila mwaka tutakuwa tunaweka hadi kesho 100 million ambayo itasaidia kama chachu ya kuweza kuwaboost vijana wetu waweze kufikia malengo yao. Vile vile kila mwaka pre-season tutakuwa tunachangia again 100 million kuhakikisha mambo yanakuwa sawa. Na vile vile tumeahidi na tumesema tutatekeleza, tutatengeneza medical round room kwa ajili ya wachezaji wetu. Katika kila mwaka tunafahamu tuna Simba Day. Tutashiriki mkono kwa mkono, mguu kwa mguu, bega kwa bega kuhakikisha kwamba Simba Sports Club inaandaa Simba Day ambayo ni siku muhimu sana kwa Wanasimba. So katika hilo tutachangia fedha taslimu takriban shilingi milioni 100 katika kila msimu wa Simba Day. Wakati tunafanya hayo yote, tulikubaliana tutajenga uwanja, lakini vile tutatengeneza zile training programs, tutahakikisha tunazifanyia renovations. Wachezaji wetu wanapata viwanja vizuri vya kufanya training, na katika hilo tumepanga kutoa shilingi milioni 150 kila mwaka kuhakikisha kwamba hivi vinafanyika kwa uweledi wa hali ya juu. So ndugu waandishi wa habari na Wanasimba, hizi ni baadhi ya other benefits ambazo tulisema sisi kama Jeriki Investment East Africa Limited tutaenda kuzitoa katika klabu yetu ya Simba Sports Club. Apart from that, tunafahamu kwamba Simba inafanya vizuri na wachezaji wakae vizuri zaidi wanahitaji incentives.